Kwenye haya maisha sio kila mwanamume anakosa kupendwa kwa sababu hana pesa au hana mwonekano mzuri. Hapana, wengine wanakosa kupendwa kwa sababu ya tabia zao wao wenyewe. Na ukweli ni huu, kuna tabia ambazo mwanamume akiwa nazo mwanamke anaweza kukaa naye, lakini moyoni akawa hampendi kabisa, au akawa anauzika, ikawa anachukia kwa nini yupo naye. Na leo nitakuonyesha tabia hizo 4 ambazo mwanamume akiwa nazo basi zinamfanya achukiwe na mwanamke. Na ukizijua tabia hizi mapema, basi utaweza kujirekebisha kabla hujaendelea kuharibu zaidi. Twende sawa. Tabia ya kwanza ambayo inamfanya mwanamume achukiwe na mwanamke ni ubahili. Nafahamu kwamba maisha ni magumu na naelewa kwamba unaweza ukafanya kazi kuanzia asubuhi hadi jioni na bosi akakulipa kiasi kidogo sana, lakini hii haimaanishi kwamba hicho kidogo unachopata ushindwe kushare na mwenzio. Hapa unakuwa unashusha heshima yako na unashusha thamani yako. Yaani unakuta mwanamume anafanya kazi, anapata pesa kwa siku pengine ni 6,000 au 5,000 ya Kitanzania, lakini roho inamuuma sana kwenye kutoa, hata kwenye vitu vya msingi. Hii inakuwa ni mbaya sana. Mwanamke anatafuta usalama wa kesho. Akiona unakaba mpaka senti ya mwisho, anapata picha kwamba maisha yake ya mbeleni yatakuwa ni ya mateso tu. Kama hicho kidogo ulichonacho unashindwa kutoa kwa vitu vya msingi, je, hivyo ukipata kikubwa utaweza kutoa kweli? Kwa namna hii mwanamke huwa anaanza kukuchukia taratibu taratibu. Yaani wewe kila kikuomba pesa unasema sina, kila kikuomba pesa unasema sina. SMS zake zimeisha za mwezi, anakwambia umtilie SMS za mwezi, unasema huna pesa. Yuko katika siku zake, anakuomba pesa ya pedi, unasema huna pesa, hali ya kuwa kazi unafanya unapata shilingi 6,000 au 5,000 kwa siku, ila kutoa kwa vitu vidogo vidogo huwa unashindwa. Hii inakuwa ni mbaya sana. Sawa, naelewa kwamba kila mtu anapitia maisha yake na maisha ni siri, kila mtu ana haso zake, kila mtu ana changamoto zake, lakini kama hadi pesa ya vocha ya 1,000 inakushinda au pesa ya pedi, ni bora tu usiingie kwenye mahusiano, kwa sababu utakuja kuwaona wanawake ni wabaya sana, hali ya kuwa huo baya umeutaka we mwenyewe ufanyiwe. Sipo hapa kuwatetea wanawake, ila nazungumzia uhalisia tu kwamba mwanamume mbahili huwa anafanya achukiwe na kila mwanamke. Tabia ya pili inayomfanya mwanamume achukiwe na mwanamke ni uchafu. Hii tabia inafuta sifa zako zote nzuri. Yaani unaweza kuwa na gari kali sana, lakini kama unanuka jasho, kama kinywa chako kinatoa harufu, kucha zako ni chafu, hakuna mwanamke atakayevumilia kukaa karibu na wewe. Yaani kwa mfano umekwenda kwenye date, umekwenda kukutana na msichana, lakini umevaa shati ile ile ya jana yenye mabaka ya jasho, au kucha zako zina uchafu wa wiki mzima, mwanamke atawaza, atasema kama huyu mtu ameshindwa kujitunza yeye mwenyewe, je, ni kweli ataweza kunitunza mimi? Kwa hiyo hali hii inafanya atoke na mudi na aanze kukuchukia hapo hapo. Tabia ya tatu ni uvivu. Mwanamume mvivu ni mwanamume ambaye anachukiwa na kila mwanamke. Mwanamume ni juhudi bwana. Kama unashinda kijiweni tu kulalamika au kusubiri bahati bila kuweka juhudi yoyote ile, mwanamke hawezi kuweka maisha yake mkononi mwako. Wanawake mara nyingi huwa wanaangalia mwelekeo wako. Sasa kama mwelekeo wako ni kushinda ndani tu ukicheza gemu kuanzia asubuhi mpaka jioni, huku unategemea hela kusaidiwa, mwanamke atakuona kama mzigo na sio mshirika wa maisha yake. Tabia ya 4 ambayo ni ya mwisho inayomfanya mwanamume achukiwe na mwanamke ni mwanamume ambaye hajiamini. Ujasiri wako ndio unamfanya mwanamke ajihisi yuko salama. Mwanamume anayeogopa kufanya maamuzi, anayejiona mdogo na anayeyumbishwa na kila mtu huwa anachukiwa sana na kila mwanamke.
Mwanamume amezaliwa kuwa jasiri. Mwanamume amezaliwa kupambana na kuvumilia hali ngumu. Kama wewe huamini kwenye ndoto zako, ikitokea changamoto kidogo tu unakata tamaa, unashindwa kuwa jasiri kuendelea kupambana, mwanamke huwa anachukia sana hiyo hali. Sasa sijajua ni upi mtazamo wako kuhusiana na hizi tabia ambazo nimezitaja hapa, na kama una tabia nyingine ambayo unahisi mwanamume akiwa nayo inamfanya achukiwe na mwanamke, basi niandikia hapo chini kwenye comment na mimi nitakuja kuijadili. Kama umeipenda video hii, basi like, share kwa rafiki yako mwingine, na pia usisahau kubonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe ili uweze kupata video nyingine nzuri kama hizi. Asante sana.